Mahakama Kuu ya Tanzania hii leo imeamua kuwa Tundu Lissu ana kesi ya kujibu katika shtaka la uhaini linalomkabili. Uamuzi huu umetokana na ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka ambao mahakama imeona unatoshana na kumtaka Lissu ajitetee. Hata hivyo, hii si hukumu ya kwamba Lissu ana hatia. Ni uamuzi kwamba kuna msingi wa kisheria wa kumtaka ajibu mashtaka yanayomkabili. Sasa kesi inaingia katika hatua ya utetezi ambapo Lissu pamoja na mawakili wake watawasilisha ushahidi wao na kuwaita mashahidi. Kisheria kesi bado iko wazi na hatua inayofuata itakuwa muhimu kwa sababu mahakama itasikiliza upande wa Lissu kabla ya kufikia uamuzi wa mwisho kuhusu hatia au kutokuwa na hatia. Lakini hatua hiyo imekuja na mambo kadhaa mapya, ikiwemo Lissu kutaja orodha ya mashahidi wanaotaka waje kutoa ushahidi katika kesi hiyo, ambao ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Tanzania, huku upande wa mashtaka ukipinga baadhi ya mashahidi yao kuitwa. Elizabeth Kazibure alikuwa mahakamani na kutuandalia taarifa ifuatayo. Naona jumba limejaa. Wengi hii leo walidhani kwamba huenda Tundu Lissu angeachiwa huru, lakini baadaye mahakama iliamua kuwa ana kesi ya kujibu. Tundu Lissu mwenyewe alikubali mashtaka hayo na kusema kwamba anataka kuleta mashahidi wake 7 kutoka upande wa serikali, akiwemo Rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais aliyepita pamoja na waziri mkuu. Lissu alisema anataka waeleze namna alivyotishia serikali na iwapo wao kama sekretarieti ya usalama wa taifa walikuwa na taarifa juu ya uhaini unaosemekana ameutenda. Kwa upande wake, Tundu Lissu tayari ameanza kujitetea kwa kueleza kwa nini yeye ni mtu anayeaminika na kuheshimika katika jamii. Mapema hii leo, baada ya shauri lake kusikilizwa na kuhairishwa mpaka Jumatatu, chama chake cha Chadema kiliitisha mkutano na waandishi wa habari na kueleza yafuatayo. Hatutaangalia uzito wa ushahidi. Ile criminal case ambayo unatakiwa kuprove bila kuacha shaka lolote. Kwa leo ni siku nyeusi kwa wapigania haki, lakini siku ya muhimu kwetu wote kama wanachadema ya kuinua mapambano. Mikutano ya hadhara iendelee, vikao vya ndani viendelee, kwenye mitandao vijana endeleeni mpaka tutakapofanikiwa na tutashinda. Shauri hilo sasa limehairishwa mpaka siku ya Jumatatu ambapo Tundu Lissu ataendelea kujitetea, na pia ameeleza wazi kwamba siku hiyo haitatosha kueleza ushahidi wote aliokuwa nao. Licha ya kwamba mahakama imeelekeza kuwa mashahidi wengine wawili ambao wanatakiwa kutoa ushahidi katika kesi hii wawepo siku hiyo ya Jumatatu ili waweze kutoa ushahidi wao. Sasa swali kuu ni je, uamuzi huu unamaanisha nini kwa kesi hii? Ili kupata jibu sasa tuungane na wakili Anna Henga kwa tathmini ya kisheria. Bi Anna Henga, uamuzi huu wa mahakama una maana gani haswa kisheria? Huu uamuzi ni wa kawaida katika mashauri ya jinai na ni uamuzi ambao ni muhimu kwa sababu unampa mtuhumiwa sasa haki ya kujieleza. Kwa mujibu wa ibara yetu ya katiba ya 13A ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatoa ile haki ya kujieleza, inaitwa the right to be heard, ni haki ya binadamu kabisa. Kwa hiyo inampa sasa nafasi ya kujieleza, ikiwemo kuleta mashahidi wake, kujitetea dhidi ya yale mashtaka ambayo amepewa. Kwa hiyo sio kitu cha ajabu sana, lakini pia sio kwamba ana hatia. Yaani ile kukutwa na kesi ya kujibu sio kwamba una hatia, ni kwamba mahakama inaona kuna hoja unatakiwa uzijibu, ambazo unaweza ukazijibu na ikakuachia huru baadaye kwenye hukumu. Kwa hiyo sio kosa kama wananchi wengi naona kwenye mitandao wanahisi kama ameshakosea. Hata chama chake naona statement yao wanafikiri kwamba amekosea, lakini hii ni utaratibu wa kawaida kabisa wa kimahakama. Na kwa nini wengi wanahisi hivyo? Kwa sababu Tundu Lissu tayari alikuwa amejaribu kujitetea katika kesi hii. Sasa wengi wanauliza kwa nini mahakama bado imeona ana kesi ya kujibu? Bado alikuwa hajafikia wakati wa kutoa ushahidi. Zile zinaitwa kwa lugha ya kitaalamu committal proceedings, yani zile hatua za awali za kutaka kuithibitishia mahakama kwamba kuna hoja za kisheria anatakiwa ajibu. Kwa hiyo zile zikishakamilika basi ndio mahakama inatoa hiyo hukumu ndogo, sio hukumu, ni uamuzi mdogo wa kwamba ana kesi ya kujibu. Kwa hiyo hata kama alikuwa amejitetea pale mwanzoni, ni kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya kujengea kesi
upande wa mashtaka kujenga upande wa mashtaka ili hakimu au jaji aweze kugundua kwamba kuna kesi ya kujibu. Kwa hiyo kesi sasa, mimi kwa utaalamu wa kisheria nasema ndio inaanza sasa, kwa sababu ndo Tundu Lissu atasema jinsi gani ambavyo ushahidi wake atauleta pamoja na mashahidi wake. Naam, sasa Tundu Lissu amewataja baadhi ya watu mashuhuri serikalini, watu maarufu wenye nyadhifa za juu. Je, hili ni jambo la kawaida kwa mshtakiwa kuwaita watu kama hawa kama mashahidi katika kesi yake? Na ushahidi wao unaweza kuwa na uzito gani katika kesi hii? Ni jambo la kawaida na wala sio mara ya kwanza Mheshimiwa Rais ameweza kuitwa mahakamani. Ilishawahi kutokea kwa rais mstaafu marehemu Mheshimiwa Benjamin Mkapa, alishawahi kuja mahakamani kama shahidi na alikuwa mstaafu ndio, lakini hadhi na zile stahiki zake kama rais ni zile zile hata kama mstaafu. Kwa hiyo alikwenda mahakamani na akatoa ushahidi. Na Mheshimiwa Rais kwa kisheria ana kitu kinaitwa ni comparable witness, sio comparable witness ila ni competent witness kwa lugha ya kisheria, kwa maana kwamba halazimishwi kwenda mahakamani, lakini ni shahidi ambaye ni sahihi kabisa kuitwa mahakamani, na anaitwa mahakamani kupitia katibu wake mkuu au katibu kiongozi. Kwa hiyo anaweza kabisa kwenda mahakamani, akiamua kuja mwenyewe anakuja, na akiamua kutuma watu wake anaweza katuma watu wake. Lakini pia hata wale wakuu wa vyombo, wale wanaweza kuitwa mahakamani kabisa. Na kujibu swali lako ni kwamba itasaidia kwa sababu kesi ya uhaini ni maana yake ni kwamba kutuhumiwa kwamba ana kusudio la kuipindua serikali, na wakuu wa vyombo ndio watu wanaweza kujua kwamba yeye anaweza kupindua serikali ama la. Kwa hiyo kwa wale wao ni wanalazimika, yani kama mahakama itawaita wanalazimika. Ukiacha rais, hao wengine wote wanalazimika kwenda, ila wakienda inawezekana mahakama ikasema kesi isikilizwe kifichoni au kamera kwa sababu ya sensitivity yao. Kwa mfano mkuu wa usalama, kwa mfano anaweza kuongea mambo ya kiusalama wa taifa ambayo sio kila mtu anatakiwa asikie. Kwa hiyo anaweza kusikiliza pembeni, lakini analazimika kuja kama mahakama itamuita. Naam, shukran sana. Kwa kifupi sasa, Anna Henga, uamuzi huu kwa kisiasa unaweza ukawa na athari gani, hususan mchakato wa maridhiano ambao unaendelea nchini Tanzania kwa sasa? Mchakato wa maridhiano sasa, hii mahakama inapaswa kuwa chombo huru. Na hii ni kesi ya kimahakama. Ndio maana nimeanza mwanzo kusema kwamba hii ni sawa kabisa kutokana na taratibu za kimahakama. Wangeweza kumkuta hana hatia pia ni sawa. Lakini kama amemkuta ana kesi ya kujibu, ni swala la kimahakama kabisa. Kwa hiyo haviingiliani na maridhiano. Labda kama kulikuwa na mchakato wa maridhiano ambao umesema kesi isitishwe kwanza, hilo ingekuwa swala jingine, lakini huu ni mchakato wa kawaida wa kimahakama na hauna maingiliano sana na masuala ya maridhiano. Shukran sana Anna Henga, mtaalamu wa kisheria, akitupatia tathmini ya kisheria, na mahojiano hayo ndio yanatukamilishia taarifa yetu kuu